Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa nafasi ya pekee ambayo Bwana ametupatia katika siku ya leo. Na wewe msikilizaji wangu na mtazamaji, umekuwa baraka sana kwangu kwa kuwa umekuwa ukiniombea na umekuwa ukinishauri ni masomo gani tuweze kuwa nayo katika media hii ya Uhai Wangu TV, katika maisha yetu haya ya uhai wetu tulio nao. Na leo nimekuwa na shauku sana tuweze kugusia mada inayosema kujifunza kutumia wakati wa ujana kwa hekima. Kujifunza kutumia wakati wa ujana kwa hekima. Na tuombe tunapoanza mada hii katika mfululizo wa series hii ambao tutakuwa nayo katika mfululizo wa mada za ujana. Tuombe. Baba yetu mwema, rafiki unayetujali na kutupenda, twaja kwako tukiwa hatustahili. Tupokee, tufundishe, tupe akili zenye akili na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kipindi tulicho nacho ni kipindi cha ujana. Bwana tupokee. Na hata sisi wengine tunausikia, wengine ni watu wazima, lakini Bwana tukapate hekima zitakazoongoza vijana wetu. Tunaomba kwa jina lako Yesu. Amen. Kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya 12, fungu letu kuu katika mada ya wakati huu. Kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya 12 na ule mstari wa kwanza. Biblia ina jambo la pekee sana. Biblia katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mhubiri sura 12 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kwa nini ujana? Kwa nini ujana? Kwa nini ujana? Ujana ni nini? Maana ya ujana. Ujana ni kipindi cha muhimu sana ambacho hakuna yeyote ambaye amewahi kukipitia au anachokipitia hajawahi sema kwa kweli ujana ni kipindi chenye nguvu, ni kipindi chenye ndoto, ni kipindi chenye uwezo mkubwa wa kujifunza na kufanya maamuzi ya msingi katika maisha. Ni muhimu sana kujua ujana ni wakati muhimu wa kujifunza na kujijenga. Kwenye wakati wa ujana, kipindi cha kuweka misingi ya maisha ya baadaye. Ndio maana Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wakati wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Wakati ambapo utakuwa umri umeenda, ni uzee, hauwezi kufanya chochote. Ujana kipindi ambacho unakuwa na nguvu. Kwa hiyo nguvu na ubunifu huwa juu zaidi kipindi cha ujana. Nguvu ya ubunifu huwa juu zaidi kipindi cha ujana. Fursa nyingi hupatikana katika umri huu. Kazi nyingi na mambo mengi makubwa yanayofanyika kwenye taifa, taasisi mbalimbali, ni vijana wanaoshughulika kuyafanya. Kwa hiyo kauli hii ya somo la leo, kujifunza kutumia wakati wa ujana kwa hekima, na nina makusudia kwamba baada ya somo hili, mwanafunzi ambaye unanisikiliza na kunifuatilia, utaweza kuelewa umuhimu wa kutumia vizuri muda wa ujana. Haleluya, haleluya. Kutambua madhara ya kusubiri mafanikio bila kuchukua hatua. Vijana wengi wamejikuta wanachelewa sana, wanasubiri sana mafanikio bila kuchukua hatua. Wakati mwingine kijana anasubiri hela zije ndipo aoe. Kumbuka hela nazo huenda zinasubiri wewe ndipo zije. Naomba unisikilize. Weka mipango ya maendeleo binafsi. Wakati unaposubiri jambo fulani lije, lifanye sasa. Haleluya. Kuelewa umuhimu wa uwajibikaji, kufanya malengo na maamuzi sahihi mapema, ndiyo makusudi makubwa ambayo nimekusudia tuweze kujifunza katika mada hii ya leo. Hakikisha usisubiri kuwa kila kitu tipo uchukue hatua kila kitu kikae sawa. No. Fanya maamuzi sahihi, kama ni kuoa, kama ni kuolewa, kwa uwajibikaji. Yani unaweza kuwa na chanzo kidogo cha baraka na mafanikio unapoanza. Chochote ambacho unatamani kikue, hakuna chochote kilichowahi kukua kama kikuanza na kidogo. Wakati mwingine huwa tunasema hatua ndiyo huleta mafanikio.
si kusubiri mafanikio ndipo uchukue hatua. Jifunze kuchukua hatua kwa wakati, kuepuka woga wa maisha. Vijana wengi wamejikuta wafanyi hatua stahiki kwa sababu ya woga wa maisha. Hawajiamini na kupanga kwa busara. Chukua hatua muhimu kijana mwenzangu, kuwa na malengo. Andika malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Chukua daftari lako, andika malengo, tengeneza mpango wa kuyafikia. Kufanya kazi kwa bidii uweze kuyafikia. Tumia kila njia inayowezekana. Ben Carson katika kitabu chake cha Lenga Juu, Think Big, anasema hakikisha unatumia uwezo wako wote uliopewa na Mungu kuhakikisha unafikia mafanikio katika umri wa ujana. Maana finali uzeeni, wakati ambapo hutakuwa na furaha katika hiyo, wakati utakaposema sina furaha katika hii. Jifunze stadi za maisha kipindi cha ujana. Hakikisha unajifunza stadi mbalimbali. Na usisahau jambo moja katika stadi za maisha, usimamizi wa fedha. Ni jambo la muhimu sana. Vijana wengi wamejikuta wanapata kiwango kikubwa cha fedha cha maisha katika umri wao wa vijana na hawajui pesa zinakwenda wapi. Hakikisha unakwenda kujifunza mambo ya financial, mambo ya kifedha. Jifunze elimu ya fedha. Haleluya, haleluya. Haya ni mambo ya msingi sana kuchukua hatua. Hakika ninaamini ukichukua hatua kwa imani na hekima, kwa maamuzi haya utayafikia vizuri malengo yako kabisa. Ninaamini. Tafuta ushauri kwa watu wenye busara. Soma vitabu vinavyoongeza ujuzi na maarifa. Mimi nakupendekezea kakitafute kitabu cha mwandishi anaitwa Ben Carson. Kinapatikana kwa lugha ya Kiswahili. Kimeandikwa Lenga Juu. Yule mtu wa Mungu ana mambo mengi, amezungumza na vijana, watu wazima kuhusiana na umri na mambo ya kujisakamua na kulenga juu, kuchukua hatua. Neno lenga juu, kila neno likiwa limeelekezwa katika maana mbalimbali. Sasa yako madhara sana ya kusubiri. Unasema mpaka mambo yakae vizuri ndipo nifanye maamuzi. Muda unapotea sana. Unakosa fursa muhimu kwa sababu umesubiri sana. Kuchelewa kufikia mafanikio yako majuto ya baadaye. Natamani sana jioni na mchana huu, asubuhi ya leo, wakati wote unaponisikiliza, ujifanyie mind reprogramming, ujifanyie utafiti, research yako mwenyewe, maisha yako ya ujana na maisha yako wewe baba uliyekuwa na umri mkubwa. Huenda kuna mambo fulani uliacha kuyafanya katika ujana. Uwe ni wakati sahihi wa kuwaelekeza vijana tulionao. Katika masaa haya yako maswali ambayo natamani ujiulize na tuweze kujadiliana katika comment hapa chini. Kwa nini vijana wengi husubiri hadi wawe na pesa nyingi ndipo waanze maisha ya familia? Unafikiri ni kwa nini? Kwa nini vijana wengi husubiri wawe na pesa nyingi ndipo waanze maisha ya familia? Tutajibu hapo kwenye comment. Je, ni sahihi kuoa au kuolewa bila maandalizi yoyote? Hiyo pia mtu mmoja aliwahi kuniuliza. Sasa natamani tuweze kujadiliana hapo kwenye comment. Ni sahihi kuoa au kuolewa bila maandalizi yoyote? Tupanuane kwenye mada ya jioni na mchana huu wa leo na asubuhi ya leo, wakati wote unaponisikiliza. Una mpango gani wa maisha yako ndani ya miaka 5 ijayo? Hapo ndipo tutatengeneza figa kubwa ya kuweza kujadiliana katika somo la leo. Hitimisho, natamani niweze kuambia ujana ni mtaji mkubwa. Usisubiri hadi uwe mkamilifu ndipo uanze maisha. Anza kwa kile ulichonacho. Ukiwa na mpango, ukiwa na bidii na imani, mafanikio niseme tu ya kwamba huja kwa kuchukua hatua. Baraka za Bwana ziwe nawe. Tujadiliane hapo kwenye comment.